Jamani, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Assalamu alaikum. Basi kwa namna ya pekee sana nianze kwa kutoa pole kwa familia ya ndugu yetu Matekele. Aida Matekele, pole sana. Pamoja na kwamba Charles Matekele ni mshiriki wa kanisa hili la Dodoma Kati, lakini yeye pia amekuwa ni mjumbe wa CTF Excom. Kwa hiyo ni mjumbe wetu wa kamati kuu ya jimbo, na kwa kweli hata ni kama wiki mbili hivi tulikuwa na kikao cha kamati kuu kupitisha baadhi ya mambo fulani. Aliingia lakini akiwa katika kuuguza, na hata akanitexti akaniambia, "Pastor, ninauguliwa na mke wangu." Na kwa kweli mara baada ya kikao kile tuliamua kikao kizima kuomba kwa ajili ya mpendwa wetu Jacqueline. Na tulichagua watu wawili kuomba. Mmoja aliomba mhazini wetu wa jimbo, na mimi askofu niliomba. Na tukatoa ahadi ya kuendelea kuomba kwa ajili ya mgonjwa huyu, tukifuatilia taarifa za hali yake. Lakini basi yote katika yote, habari ndio hii. Hatimaye mpendwa wetu akawa amelala mauti siku ile tuliojulishwa. Jambo la kifo linatukia na kutukia na kutukia, lakini siku zote halijawahi kuzoeleka. Ni rahisi sana mtu kusema kifo siku hizi imekuwa kawaida pale tu kifo kinapokuwa mbali na huyo mtu. Lakini utakubaliana na mimi, pale kifo kinapokuwa karibu yako hivi, kimegusa mume, kimegusa mke, kimegusa mtoto, mama, mzazi, baba, rafiki yako wa karibu, hata wewe ambaye husema kifo ni kawaida yetu sasa, ndipo utashangaa. Unaweza hata ukashindwa kuimba, unaweza ukashindwa kuongea, machozi lazima yatakutoka. Wakati fulani hata watu watashangaa ukilia na hata ukigagaa kabisa. Na katika hali hiyo, kifo ni jambo linaloumiza sana. Ni jambo linaloleta maswali mengi, na wakati fulani majibu hayatokei. Kifo wakati fulani kinamfikisha mtu mahali pa kukata tamaa kabisa. Kifo. Lakini kifo wakati kinakatisha tamaa kabisa, wakati fulani kinaleta giza kabisa, giza zito, na wakati fulani mtu anaweza asione nuru kabisa ya kwamba kuna nuru. Nini kifo? Kwa hiyo maumivu ya kifo ni makubwa, yanakatisha tamaa, yanaumiza moyo, na hasa
kinapokuwa cha karibu yako sana, kama ambavyo kiko kwa mpendwa wetu Matekele. Ndio maana kwa niaba ya jimbo letu la Kati mwa Tanzania nimeambatana na mkurugenzi wa idara ya uwakili katika jimbo letu, lakini najua mhazini wetu atakuwa ameketi mahali fulani, lakini kuna viongozi wengi. Mkurugenzi pia wa elimu yuko katikati yetu, wako wengi, akina Lea Msambwa, walimu wa watoto wamesimama kama walimu wa watoto, lakini ndio mkurugenzi wa idara ya wanawake, watoto na familia. Na kwa kweli tumeguswa sana na jambo hili. Familia, poleni sana. Kanisa la Dodoma Kati, poleni sana. Walimu wa watoto, hata wimbo ulipoimbwa huu, mimi mwenyewe nimehisi kabisa idara, Bwana asifiwe, ya watoto. Na kwa kweli tumishi wa Mungu huyu ambaye amelala, historia imesomwa, salamu zimetolewa, na namna alivyojihusisha sana na habari ya watoto, lakini habari ya maombi. Na hili linatutia moyo ya kwamba wakati tunahuzunika na kuumia sana juu ya msiba wake, lakini maisha yake yanatupatia kitu fulani cha kujifunza, kinachotutia moyo tungali tukisafiri katika safari ya kwenda mbinguni kwa Baba. Nikimpa pole Elder Charles Matekele pamoja na familia yake, ndugu, jamaa na marafiki na kanisa kwa ujumla. Nimpe pole pia Profesa Mapesa. Profesa Mapesa ni mwalimu wangu, amenifundisha olevo miaka ile. Profesa, nakumbuka nyakati zile, nadhani tena ndio ni kama ilikuwa BTP prof. Bwana asifiwe. Lakini basi tunamshukuru Mungu kwamba pamoja na uzito wake na changamoto hii, hata sikufahamu hii Mapesa ina connect na wewe. Na nikiwa hapo ndo nilikuwa nahangaika. Baadaye niliposikiliza historia na baadaye utambulisho ulipotoa miwani hivi, nikasema mbe ndio mwalimu wangu. Najua miwani hii wakati fulani inatubadilishia sura kidogo. Bwana asifiwe. Na kwa kweli namshukuru Mungu sana kwamba Profesa upo, lakini katika msiba huu mimi ninawapa pole sana familia kwa kupoteza dada, na kila mmoja kwa kadri anavyomuita marehemu huyu. Poleni sana. Poleni sana. Na sasa vile muda wetu umekwenda sana, na mimi kwa mguso wa pekee sana wa msiba huu, hata pastor alipokuwa ananiambia, pastor, ninaomba kama itawezekana uwepo uhudumu, maana hata mimi mwenyewe najisikia tabu kabisa hata kusimama kusema neno. Nikasema Pastor Zeti. Akasema kabisa, huwezi kuelewa, siwezi kukuelezea sana, lakini nina uzito mkubwa. Nikamwambia niko safari, lakini panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akinifikisha salama nitakuwa hapo. Na namshukuru Mungu, jana nimefaulu kufika, na nilikuwa nikiwasiliana na Matekele. Nikamwambia Mungu akituwezesha tutakuwa pamoja. Nimeendelea kuwasiliana naye nikimtia moyo, na nimetiwa moyo sana kwa kweli na ujumbe wako fulani uliniandikia. Unaweza usielewe, lakini nilipokuwa mimi nikimtia moyo
kuna message moja akaniandikia, Pastor, Mungu ameruhusu. Neno hilo lilikuwa na maana kubwa sana kwangu, na nikafarijika kwamba pamoja na uzito wa msiba huu bado liko tumaini kwa Matekele. Lakini zaidi ya yote amekubali kupokea. Na mimi sina maneno mengi ya kusema. Kifo, kama nilivyotangulia kusema, kinaumiza, kinakatisha tamaa, kinaleta giza fulani ambalo wakati fulani mtu linaweza likamfanya asione kabisa kingine zaidi, na hata akasema ni aheri hata mimi tu ningelikufa. Giza. Lakini ninafarijika sana ninaporudi katika maandiko matakatifu, Biblia. Hapo ndipo tunalipata ama tunaipata faraja, ama ukipenda tumaini, ya kwamba pamoja na maumivu ya kifo, pamoja na giza la kifo, pamoja na maswali yote yanayotokezea msiba unapopatikana. Na mwingine unaweza ukasema, maswali gani pastor? Maswali yanakuwepo mtu anapokufa siku zote. Utakubaliana na mimi, hajawahi kufa mtu ama kufariki alafu mtu mwingine akakubali tu marehemu huyu amefariki. Watu wanasema, au labda walimchelewesha hospitali, labda angelikimbizwa India, labda ingelikuwa hivi. Unajua huenda walichelewa kufanya hivi, yule daktari alichelewa. Yani kunakuwa na vitu vingi. Haijawahi kutokea msiba tu hivi na watu tukakubali. Hata mtu anavuka barabara akagongwa na gari, watu hawakubali tu kwamba ni ajali hii. Watu watakwambia hapana, kuna mkono fulani wa mtu hapa. Yale majibu waliojibishana na mtu fulani huenda. Yani haijawahi kutokea msiba, hata kipindupindu kitokee pastor, na ikatokea amenaswa na kipindupindu mtu, watasema hamna, kipindupindu ni gelesha tu. Lakini kuna kitu, na hiyo ina muasisi wake, ni shetani mwenyewe. Lakini pia kama sehemu pia ya kutafuta walau nafuu ama faraja ya kifo, vile kifo kina uzito, watu wengi tumeenda mbali zaidi kuitafuta hiyo faraja na uponyaji kwa namna fulani, hata tukafika mahali wengine ukasikia wakisema mtu anapokufa eti Mungu amempenda zaidi. Wapendwa, yani Mungu eti mtu akifa Mungu amefanya nini? Amempenda zaidi. Ezifu tukiwa hivi Mungu hatupendi zaidi, anatupenda kama kidogo hivi. Ila sasa akitupenda zaidi yeye anatuua. Wala haina ukweli hiyo kitu. Wengi tunasema hivyo ni katika maana tu ya kutafuta healing na comfort ya kifo, lakini tunakosea sana. Mungu haui watu eti kusema yeye ndiye anawapenda zaidi. No. Kwa upendo wa Mungu kuwapenda wanadamu, alitupenda upeo hata akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo akafa pale msalabani, ili mimi na wewe tuliokuwa wakufa tusife, badala yake tuwe na uzima, warithi wa uzima wa milele. Na kila mtu anapenda kupendwa zaidi. Hata kama mtu ana wake wawili, ukweli hata maandiko yanasema mtu hawezi akatumikia mabwana wangapi?
wawili, lazima atampenda huyu na huyu. Kwa kweli patakuwa na upungufu fulani, na huyu ambaye anaonekana kutokupendwa zaidi atatamani na yeye apendwe kama anavyopendwa yule mwingine. Si ni kweli? Kama mtu akifa amependwa zaidi, sinione sasa wale ambao tunatamani kupendwa zaidi hapa. Hatutaki kupendwa, maana kupendwa kuzuri, hata mtu anagombana kabisa, anapambana ili apendwe zaidi. Kwa hiyo wapendwa, ni katika kutafuta tu healing na comfort ya kifo, lakini ukweli ni kwamba Mungu haui watu katika maana ya kwamba amewapenda zaidi. Lakini kifo kina mianzo yake, na nitasema kidogo. Kifo hiki kinachotisha, hiki kinachoumiza, hiki kinacholeta maswali ya namna zote. Ukweli ni kwamba mpango wa Mungu haukuwa kwamba sisi tufe. Lakini ikiwa utasoma vizuri Biblia yako, ukaangalia katika kile kitabu cha Mwanzo, mahali ambapo utaipata vizuri historia hii. Mara baada ya uumbaji, Mwenyezi Mungu anawaweka wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva, katika bustani ile ya Eden, bustani iliyokuwa nzuri sana, ambayo ndani yake palikuwa na mito ikikatiza mule, ikitililisha maji throughout the year. Na kwa kweli bustani ilikuwa nzuri, wanyama wa namna zote, ndege wa namna zote, maua ya namna zote, miti ya matunda ya namna zote. Na Mwenyezi Mungu anawaambia, sasa mnapoingia kuishi hapa, habari ni hii: matunda ya miti ya bustani yote mwaweza mkala, ila matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliokuwa katikati ya bustani ile, tafadhali msile matunda yake. Maana siku mtakapokula mtafanya nini? Mtakufa hakika. Shetani aliyekuwa mwelevu kuliko hayawani wote wa mwitu, utasoma katika sura ile ya 3 ya Mwanzo. Yeye kwa kweli, shetani wakati huo alikuwa ameumbwa kwa namna ya ajabu sana. Not shetani, nyoka. Shetani alimtumia nyoka tu, lakini nyoka aliyetumiwa kama chombo na shetani, nyoka aliumbwa kwa namna ya ajabu sana. Ukisoma katika historia utamkuta nyoka kabla ya laana alikuwa na miguu. Nyoka alikuwa na mabawa. Nyoka alikuwa na rangi zaidi ya 7. Historia inasema alikuwa na rangi kama 12 hivi, kiasi kwamba wanyama wote waliokuwa katika bustani ile, nyoka alipokuwa akipaa namna hii, akiruka katika bustani ile, historia inasema nyoka alikuwa tamasha kwa wanyama wengine wote. Kila mnyama alikuwa anasema anamkili Mungu, anasema acha Mungu aitwe nani? Mungu. Uzuri wa nyoka, shetani akachagua hicho kizuri akitumie kama chombo chake kuangusha wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva. Na ndipo utamwona nyoka alienda akajivilingisha katika ule mti. Uzuri wa ule mti plus uzuri wa nyoka ambaye wakati ule anakula hata matunda, akila lile tunda anamshawishi Hawa ama Eva ya kwamba ale pia. Eva akitazama ule mti anasema, wapendeza nini? Wafaa kwa maarifa. Kama matokeo ya kula lile tunda, anampelekea na mwenzi wake,
Mwenzi wake naye anasema, habari tulioambiwa ni kifo. Mwenzangu anaenda kufa huyu. Ni aheri nile tu na mimi tufe wote. Wakala. Sasa Mungu alisema hakika tutakufa. Shetani anasema hatutakufa. Leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya mwenzetu amekufa, na wengine wengi tumekusanyika matukio kama haya. Hii inatuthibitishia Mungu ni mkweli na shetani ni muongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndipo utaona laana inatolewa kwa nyoka. Wazazi wetu wanafukuzwa bustanini, wanaambiwa watakula kwa jasho, mwanamke atazaa kwa utungu. Nyoka sasa hutatumia miguu tena na mabawa, wewe utatembea kwa tumbo, na kadhalika na kadhalika. Sasa hoja yangu ni hii: mara baada ya anguko la dhambi kwa wazazi wetu wa kwanza, stahili ya mwanadamu, mimi na wewe, tulistahili kufa. Jamani, tulistahili kufa. Tena sio kifo hiki ambacho mpendwa wetu Jacqueline amekufa. Tulistahili kufa kifo cha milele. Katika maana ya kwamba tungelifutika kabisa na ikawa kama vile hapakuwahi kuwepo jamii ya wanadamu. Lakini kwa upendo wa Mungu aliyetupenda upeo, akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo afe pale msalabani, kifo cha aibu kabisa, ili mimi na wewe tupate kupona. Tuliokuwa wakufa kifo cha milele, tusife kifo hicho. Hiki kifo ambacho dada yetu Jacqueline amelala kina tumaini la ufufuo. Kifo kile ambacho wazazi wetu, kama Yesu asingelikufa pale msalabani kulipa gharama ya hiyo dhambi, maana kanuni ya mbingu ilikuwa wazi, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sikiliza, tulistahili kufa kabisa. Ila kifo hiki tunachokufa kina tumaini la ufufuo. Kile kifo cha milele hakina tumaini la ufufuo. Na fursa imetolewa kwa kila amwaminie Yesu Kristo, huyo aliyelipa gharama ya kifo. Hata pitia uzoefu wa kile kifo cha milele, ila kwa kuikataa kafara ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukaishi katika uovu, tukalala mauti katika uovu. Hicho kifo cha milele tutakutana nacho. Maana Yesu anapokuja kutakuwa na fufuo mbili. Ufufuo wa kwanza ni wa wale waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakaishi na kuenenda sawa sawa na mapenzi yake. Hao watafufuliwa kwanza. Miaka 1000 baadaye, waovu wote na shetani mwenyewe, waovu wakifufuliwa, si kwa ajili ya chochote, badala yake ni kukutana na adhabu ama hukumu ya moto milele zote. Tunapokuwa katika msiba huu, ni fursa yetu nzuri sana sisi tulio hai
wakati tukiumia na kusononeka na kuomboleza kwa namna zote, mioyoni mwetu, akilini mwetu, tuwe na tafakari ya kina. Mwenzetu amemaliza safari, lakini sisi hatujui tutamalizaje safari zetu. Na hivyo itusaidie tukio la leo. Mtu fulani alejeshwe katika mstari wa kuyasalimisha maisha yake kikamilifu kwa Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninajua maumivu tunayoyapata ya kifo, hasa kwa wapendwa na familia, giza lake lilivyo. Na sasa nataka niseme sasa juu ya kifo hiki ambacho tunakufa wanadamu leo. Kikituletea maswali, kikituletea giza, kikituletea huzuni, maumivu, kukatishwa tamaa. Inanikumbusha kisa kimoja kilitokea kule Spain zamani zile. Spain wakati ule, nadhani sijui mpaka sasa ni kama wako kifalme zaidi. Mfalme aliyekuwa akitawala kule Spain wakati wa lile vuguvugu, Ulaya karibia yote wakipambana kwa ajili ya ardhi. Ardhi ilikuwa ni mali kweli kweli. Kwa hiyo kila mtu anapomiliki yuko tayari kupambana kwa gharama zote, hata kama ni uhai, lakini amelinda ardhi ambayo yuko nayo. Waspaniora kuliwekea hilo mkazo kwa raia wake. Kwenye sarafu yao na noti zao wakaandika neno hili, ne plus atra. Ne plus atra, maana yake no more beyond. Ni kama Kiswahili wanasema hivi, hakuna ng'ambo ya pili. Hapa tulipo hapa ndio mwisho wetu hapa. Tukicheza hawa maadui zetu wanaopambana wakipatamani hapa kuja hapa, ukweli ni kwamba tutakuwa tumepoteza na hatutakuwa na pengine popote pa kwenda. Ne plus atra, no more beyond. Hakuna ng'ambo ya pili. Na Waspaniola wakapambana kwa muda mwingi sana wakipambania ardhi ile, wengi wakifa na hivi, lakini ne plus atra. Ndipo siku moja Christopher Columbus akaenda kwa mfalme, akamwambia, mfalme, tafadhali, nahitaji kufanya utafiti. Ni kweli ne plus atra? Ni kweli hakuna ng'ambo ya pili? Sasa wale wasomi mtakubaliana na mimi, mtu anakosa ujasiri wa kusema ama kutolea tamko jambo fulani ikiwa hajafanya research. Akasema, naomba tafadhali mfalme na nipe fedha, nipewe fungu mimi Christopher, nizunguke hii bahari yote hii, niende kona zote, na nikirudi nitathibitisha kweli hakuna ng'ambo ya pili.
Mfalme ni kama akabishabisha, lakini baadaye akaelewa, akasema okay, na apewe huyo fungu hilo afanye anachotaka kufanya. Christopher Columbus akazunguka katika bahari, akaenda kona zote za bahari, kaenda namna zote, kaenda huku kote maji, 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 kila anakokwenda maji. Ndipo baadaye alipojielekeza, ni kama sasa anaelekea upande wa Melka ya kusini. Akikaribia hivi anaona, mbona kama anaona kuna mimea, ni kama kuna mimea, kuna uoto fulani hivi, ni kama kuna. Akifika kweli anagundua kuna ardhi, kuna uoto wa asili, na hata kuna watu Wahindi wekundu. Na ndipo anasema, haya, kule nyumbani tunasema ne plus ultra, lakini kumbe kuna ngambo ya pili huko. Anarudisha ripoti. Ripoti inaporudishwa kwa mfalme, hawa ambao siku zote wanasema ne plus ultra, hata kwenye fedha yao wakafika mahali wakabadilisha, wakaandika hiyo ambayo nadhani inaendelea mpaka leo, inasema in God we trust. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini nimesema hii kitu inanikumbusha wakati fulani ninapolitazama hili giza la kifo, ninapokutazama huku ukatishwaji wa tamaa wa kifo, ninapotazama maswali yanayoibuka wakati tunapoondokewa na wapendwa. Ukweli giza ni zito, maumivu ni makali, na kwa kweli matumaini yanapotea wakati fulani, kama vile tu walivyokuwa wanapoteza matumaini watu wa Spain, na hata wanasema ne plus ultra, maana hawaoni tumaini jinginelo lolote popote isipokuwa pale. Na mimi nataka niwaambie wapendwa, wakati wa mambo ya migogoro ya ardhi ya wakati ule, wakipambana kwa viwango hivyo na hawana tumaini lolote, Christopher Columbus akirejea anarudi na matumaini ya kwamba wakati tumedhani hakuna ngambo ya pili, kumbe kuna ngambo ya pili. Na hata leo ukienda Amerika Kusini, utakuta wengi wakazi wake sasa Waspaniola, kama matokeo ya utafiti wa Christopher. Sasa sikiliza, tunapokuja katika swala la kifo pia, Mwenyezi Mungu anayo maneno ya kutuambia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ile ya 4 aya ya 13. Nitasoma na kuendelea kidogo hapo mpaka mstari wa 18. Maandiko yanasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Haleluya. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Haleluya. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe. Majibu ya kifo yako hapa. Kifo hiki tunachokufa leo sio mwisho. Wapendwa, kuna ngambo ya pili.
kuna ng'ambo ya pili. Kuna ufufuo. Mpendwa wetu leo amelala, lakini iko ahadi ya ufufuo. Ila ufufuo umewekwa wazi hapa. Wa maana sana ni ule ufufuo wa kwanza wa wale waliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mpendwa wetu amemaliza safari yake. Mimi sijui, lakini hayuko mwanadamu mwingine anayejua Jacqueline amemalizaje. Bwana asifiwe. Ikiwa amemaliza vema, na sisi ndugu zake, familia, tukadumu waaminifu tukimwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tukaishi na kuenenda sawasawa na mapenzi yake, hata kama tutalala mauti, iko ng'ambo ya pili baada ya kaburi. Kuna ufufuo, wakati ambapo tutakutana na wapendwa wetu waliolala. Na hapo ndipo machozi yatafutwa. Bwana asifiwe. Hapata kuwa na maumivu tena. Hapata kuwa na vilio. Hapata kuwa na maombolezo. Hapata kuwa na misiba namna hii. Hapata kuwa na magonjwa ya namna kama hizi katika makao ambayo Kristo amekwenda kutuandalia. Wakati tunaambiwa mafumbuzi juu ya kifo, kuna ufufuo. Kama vile Yesu Kristo alivyokufa akafufuka. Bwana asifiwe. Yesu hayumo kaburini. Kuna makaburi ya mitume, manabii na wengineo wengi wamo hata sasa makaburini, lakini Yesu Kristo hayumo kaburini. Mwezi wa 5 nilienda pale mzee, ikabidi niingie mpaka kule ndani kuona labda yumo, lakini nikagundua hayumo, ni peupe. Hayupo. Yuko mbinguni akituombea. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa kwa andiko hili linatuambia kuna ufufuo baada ya kifo. Lakini ufufuo unakuwa na maana sana kwa jambo hili tu ninalomalizia. Tungali hai namna hii, tukifanya maamuzi sahihi ya kusalimisha maisha yetu kwa Yesu Kristo, tukimwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, halafu tukaishi na kuenenda sawa sawa na mapenzi yake. Hata tukilala hivi ni usingizi tu. Yesu anaita usingizi. Mtakumbuka ukisoma Yohana 11 utamkuta akienda kwa Zakayo, kwa Lazaro aliyekuwa amekufa, anawaambia wanafunzi wake, twendeni nikamwamshe, amelala. Ni kama tu usingizi. Anayelala anaamshwa. Bwana asifiwe. Ndivyo ambavyo ukifa katika Yesu. Mchana wa leo ninatamani fufuo zetu ziwe na maana. Maana ule ufufuo wa pili nimekuambia hauna maana. Ni wakukutana tu na adhabu, hukumu ya moto milele zote. Ila ufufuo wa kwanza huu ni wa watakatifu waliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hili ninawapendekezea familia na sisi wengine wote, kwa historia ilivyosomwa hapa, na sisi tukadumu waaminifu, tutakuwa na fursa ya kuonana na mpendwa wetu. Na nimalize tu kwa kusema hivi. Jacqueline sasa amelala. Hajui chochote kinachoendelea hapa. Hajui. Tufanye vyovyote tunavyoweza tukafanya, haelewi chochote. Maana maandiko yanasema mtu akifa hajui lolote.
hata kumbukumbu lake linatoweka, mapenzi yake, hushuda yake, na vyote vinapotea. Ila sisi tulio hai, ndio nataka nimalize na maneno haya kwenu. Sisi tunajua kwamba tutakufa. Ungeliniambia nitumie lugha nyepesi, ningeliwaambia sisi wote tulioko hapa ni marehemu watarajiwa. Ambapo vipi, mbona umeguna? Ni kweli sisi wote ni marehemu nini? Watarajiwa. Unaweza usipende yako ka sentence, lakini ndio hivyo, hakuna anayeweza kukwepa hiyo. Umesoma, hujasoma, tajiri, maskini, mnene, mwembamba, mfupi, mrefu, vyovyote vile, hii hukwepi. Vile tunajua tu marehemu watarajiwa. Na kwa kweli kifo kinapotukia ndicho kinakuwa kimefunga mustakabali wa habari nzima ya wewe na Mungu wako. Pastor, ni kama unatuambiaje? Ninasema hivi, apandacho mtu ndicho mtu huvuna. Muda tulio nao ni sasa, tungali hai, kutengeneza mustakabali wa wokovu wetu Yesu anaporudi tena. Kuna watu wanaamini, na nyakati tulizo nazo theolojia ni nyingi. Kuna watu wanaambiwa lete sadaka, tutafanya tu hapa dua, tutamswalia huyu marehemu, atapitia mateso kidogo hivi, baadaye huyo mtakatifu peponi. Kuna wengine wanaambiwa tutamsalia misa, sadaka, misa, baadaye anapitia uzoefu mgumu kidogo kaburini, mateso hapo na hivi, baadaye huyo mtakatifu peponi. Nataka niwaambie, hizo pesa ni bora ungenunua tu hata chakula ukala na watoto. Mwenyezi Mungu si kigeugeu. Akisema iko hukumu, hakika iko hukumu siku ya mwisho. Akisema maskani ya wafu ni hapo kabulini, na ya kwamba pana ufufuo, Mungu si mwanadamu aseme uongo. Pastor, ni kama unatuambia nini? Nasema hivi, ukipanda mahindi utavuna mahindi. Labda uniambie mzee nani wa Ilazo pale, nyinyi kule mkilima mahindi mnavuna maharage? Niambie, umewahi kuona mtu anapanda maharage alafu anavuna karanga? Ukipanda mahindi utavuna mahindi. Ukipanda maharage utavuna maharage. Ukipanda karanga utavuna karanga. Na ndio nataka niwaambie wapendwa, tungali hai katika maisha haya kwa levels mbalimbali tulizo nazo, tusijisahau. Tukavutwa sana na mambo ya dunia hii, tukasahau maisha yetu ni mafupi, yanapita kwa kweli tu kama upepo, na badala yake tukatengeneza mwisho wa safari ya maisha yetu. Na mwisho, maandiko yametuambia ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hiyo peke yake inafanywa kabla hujalala. Jacqueline saizi hata nikisema Jacqueline inuka, haelewi chochote. Lakini ninyi nikiwaambia hapa sasa tusimame tuombe, wote mnasimama. Ndio maana na watolea wito mchana wa leo, mwaminini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Sasa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu sio maneno tu hapa, ni kuishi sawa sawa na mapenzi yake. Na mapenzi yake utayajuaje? Ni katika neno lake, maandiko matakatifu, Biblia. Humo ndimo anakuambia usifanye hivi, acha. Humo ndimo anakuambia fanya hivi, fanya. Huku ukidumu kumwamini, mwisho wa safari, hata kama utalala, utafufuliwa kwanza. Unasema, Pastor, natamani niwe miongoni
mwa watakaofufuliwa kwanza. Huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sihitaji kuwa wa kupotea, nahitaji niokolewe Yesu anaporudi tena. Simama tunapoenda kuomba. Simama, 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 simama. Simama. Wale wanasema hawataki kuwa wa kupotea wasimame. Hawataki kuwa wa kupotea. Wabaki wale wanaochagua kinyume. Wanaochagua kinyume ndio wabaki wameketi. Unless otherwise wana sababu maalum fulani. Ikiwa tumesimama, maana yake tunasema sasa kwa kweli tunamhitaji Yesu maishani mwetu. Mungu na wabariki sana. Mimi nawatia moyo. Dada yetu mmesikia wiki 3. Lakini hiyo ni namna tu ya namna tunavyoondoka. Wote tuko kwenye foleni. Kila mtu kwa namna yake. Tengeneza mambo yako sasa. Mng'ang'anie Yesu. Ishi sawa sawa na mapenzi yake. Kifo tumewekewa wazi. Giza kuna namna ambayo ukiishi liko tumaini. Kuna ng'ambo ya pili ya kifo, uzima wa milele. Mungu natubariki. Na sasa na tuombe.